Kwa majina naitwa Daniel Magese Maneno, ni mkazi wa wilaya ya Ilemela. Mimi kwa kweli kuhusu tarehe ya jana tarehe 7, tarehe hii nilikuwa nayo muda mrefu kwamba palikuwa na mambo matatu katika hiyo tarehe. Jambo la kwanza ilikuwa ni siku ya Kiswahili duniani, taarifa habari ambayo nilisikia, na taarifa ya pili ilikuwa ni Sabasaba, maonyesho ya wakulima. Hiyo taarifa niliipata. Taarifa ya tatu ilikuwa ni maandamano, ambayo maandamano haya yamekuwa ni hali si nzuri kwa kila mwananchi wa Tanzania. Nikiwepo na mimi ambapo baada ya kuyapata maandamano ya kwamba yatakuwepo tena maandamano tarehe 7. Sasa moyo wangu ulishtuka kwamba maandamano tena tarehe 29 ya mwezi wa 10. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mhanga wa hiyo siku, ambapo tarehe 29 nilikuwa kazini kwangu, nimeweza kufika kula majira ya saa 1, narudi kama kawaida nyumbani. Sikufika nyumbani hiyo siku, nilikutana na milio ya risasi barabarani kote kote. Kwa kweli ni Mungu tu aliyesaidia maisha yangu, nikarudi nyumbani kama nimefika salama. Kwa ile siku ya jana nilikumbuka sana kwamba kama siku ile nilifika kwa shida, leo tena tarehe 7 itakuwaje? Kwa hiyo kile nilichokifanya kabla ya tarehe 7, tarehe 2 ilipofika ya mwezi huu, niliingia sokoni kuhemea, nikahemea vitu, nikasaga unga debe 1 na pointi, nikanunua mchele kilo 120 na vitu vingine vinavyohusika na mahitaji. Kwa hiyo sikutaka niyapate ambayo niliyapata mwaka jana, ambapo niliteseka sana siku 3 angalia hali ya usalama wa ofisini kwetu, nisije nikakuta tena pamechomwa. Maana hawa watoto wana tabia ya kuchoma ofisi bila hatia. Kweli nilipofika barabarani, mheshimiwa, nilikuta hali ni nzuri sana. Nilikutana na defender nyingi, maaskari wako kwa miguu wengi, na raia wapo wengi wanafanya shughuli zao bila uoga kama ilivyokuwa tumekaririshwa moyoni. Kwa jina naitwa Steven Ruta, ni katibu mkuu Umoja wa Mawakala Nyamongoro. Kwa majina naitwa Jacqueline Rashid. Sikukuu ya Sabasaba mimi jana sikwenda kusherehekea kwa sababu nilibaki na watoto nyumbani jana. Ukitegemea walikuwa wanatuambia kutakuwa na maandamano, ila mkuu wa wilaya alikuja hapa kazini kwetu akatuhakikishia usalama, akasema hapata kuwa na maandamano, jeshi litakuwa barabarani vizuri na watu waje tu makazini. Lakini mimi kwa kuona kwangu yale maandamano yaliyopita, nikahofia labda yatakuwa kama vile, nikaamua nibaki tu nyumbani nikae na watoto. Nilikaa nyumbani mpaka mida ya saa 9 hivi, nikaamua nitoke sasa. Nikasema ngoja nitoke niende nikatembee. Kiukweli barabarani hakukuwa na gari, ila ni bajaji ndio zilikuwa nyingi. Ni kitu cha kawaida ndio, ila sasa tegemea na usalama wangu mimi na usalama wako wewe pia. Mimi naitwa Manyama Mafuru, mwenyekiti wa afisa usafirishaji stendi ya Nyamongoro. Mimi kwa ujumla ninaipenda nchi yangu, cha kwanza nailinda mimi kwanza. Baada ya hapo, sisi kama viongozi tulikaa na watu wetu na kundi letu la hapa Nyamongoro, tukalielimisha kuhusiana na athari za maandamano na faida za maandamano, na tukawaelimisha vizuri. Tukawaambia athari za maandamano ziko hivi: unaweza ukaandamana lakini usipate haki, lakini haki pia haitafutwi kwa kuandamana. Haki inatafutwa kwa njia tofauti tofauti, kwa kufuata viongozi wenu. Kama kuna viongozi, kwa mfano mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, kuna vyombo vya ulinzi na usalama vipo. Sio lazima tuchukue mamlaka ya kuandamana. Na pia tunataka tuzungumzie kuhusiana na serikali yetu pia. Serikali ndio kioo. Sisi tunataka tuangalie serikali yetu iko wapi na nchi yetu inaenda wapi. Serikali yetu
wajenge tabia ya kuelimisha jamii kila itwapo leo, hata ndani ya miezi mitatu wajenge tabia ya kuja kuielimisha jamii na wananzengo kwa ujumla, ili tuepukane na hii adha ambayo kila siku inakuwepo, kwa sababu kwanza inatuathiri kiuchumi, maendeleo yetu binafsi, taifa letu. Kwa hiyo uzalendo unakosa mpaka tunashindwa kuitumikia taifa kwa uweledi kwa sababu ya vitu vya utisho unaokuja. Sasa tunaishauri serikali ichukue majukumu ya kutembelea jamii ili waepukane na hivi vitu vinavyoendelea mpaka leo. Kwa kweli vinatuathiri sana Watanzania wenzetu. Kitu cha msingi cha kuzungumzia kwenye nchi yetu ya Tanzania, kwanza kila mmoja aipende nchi yake, tudumishe amani yetu, tudumishe upendo, tudumishe na tuheshimiane, na ili tuendelee kuheshimiana lazima kwanza amani iwepo katika nchi hii. Kwa mimi na washauri wa Tanzania wenzetu waachane na dhana ya kuandamana mara kwa mara, isipokuwa waende hatua nzuri ambazo zinaweza zikaleta amani yetu ikaendelea katika nchi hii, na sana uzalendo kwanza. Sasa naishauri nchi yetu na washauri viongozi wa kisiasa, viongozi wote wa kisiasa wasifanye dhana ya kuwa kila leo wanaleta vitu vya kuiharibu nchi yetu, bali watengeneze mbinu mbadala au tija mbadala kwa ajili ya kuendeleza uchumi wa nchi yetu, sio kuvuruga nchi yetu na amani yetu. Isipokuwa mimi nilichokuwa nakiomba kwenye nchi hii ili tuweze kuishi kwa amani, kwanza mambo haya ya inapotokea matamko kama haya kwamba bwana watu wataandamana, watafanya nini, ni matamko ambayo yapo, ni vizuri kuyafuatilia, lakini sisi viongozi wa kisiasa wasiwe ni watu wa kujenga tena chuki, kuwaletea watu wananchi matamko ambayo yatawasababisha wao wawe na taharuki wakati wote, bali wao ni watu wa kuwafariji watu kwamba bwana hiki kitu akifanya nini akiwezekani, kwa sababu tayari tuisha hapa mamlaka ya kufanya kazi yao kama taifa. Kwa hiyo sisi wananchi tuko tayari, tunavumilia kwa sababu mambo mengi yanatokea katika nchi hii, na kweli swala kama hili ambalo lilitokea tarehe 29 lilileta taharuki kwa watu wengi sana. Tuwapoteza wapendwa wetu wengi sana ambao walituathiri ndani ya nafsi zetu, lakini kwa sasa hivi ile tarehe 7 mwezi wa 7 tayari lilipotamkwa, watu tayari walikumbuka maumivu yaliyopita. Kwa hiyo hawakuwa tayari kuingia kwenye swala maandamano, walikuwa tayari wana maumivu, walikaa wakatulia katika familia zao, na mimi nikiwa mmoja hapo nitulia katika familia yao. Lakini jambo la kujiuliza ni nini kifanyike katika nchi hii ili tuweze kujenga mshikamano na kuweza kujenga upendo katika taifa hili, tuachane na mambo ya vitisho hivi vya kuandamana kila siku. Serikali kama ni serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamwomba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akae pamoja na viongozi wengine ambao wanaleta hiyo mijadala, kwa sababu kuna viongozi wa kisiasa ambao wanaguswa na pia wanaweza inaonekana kwamba wanahusika katika swala la kutoa hamasa upande wa pili ili watu waingie barabarani. Sasa kama tatizo linajulikana kwamba bwana kuna watu fulani ambao wanajulikana wanatengeneza mazingira kama hayo, basi wakae pamoja na hao watu, wahamasishe vizuri, wakae nao vizuri, waongee, wajadiliane, watengeneze amani ya nchi yetu. Tunaipenda nchi yetu, na ndio maana inatuuma sana tunapoona vitu kama hivi vinafanya nini, vinatokea katika taifa letu. Kazi iliyofanyika ni kazi nzuri iliyotukuka, tunaipongeza sana jeshi la polisi kwa sababu wameleta amani katika taifa letu na wameonyesha weledi wao kama jeshi la polisi. Lakini sasa kama wamefanya, nafikiri kilichofanyika nacho pia mimi kwa upande wangu mimi nilijaribu kutafakari ni kwa nini tunatumia nguvu nyingi sana kutafuta watu ambao hatujui ni watu gani. Kwa nini tunatumia nguvu nyingi sana kuanza itatokea lini na ni kila nani wanaenda kufanya, kwa sababu jeshi la polisi ni jeshi ambalo la kiintelijensia, lina uwezo wa kuweza kufanya utafiti na kujua kwa bwana hili jambo litatokea au haitatokea, kwa sababu tukio la jana tayari limeingiza nchi katika hasara. Serikali imeingia hasara kwa kuandaa wanajeshi, kwa kuandaa magari, kutumia mafuta. Yaani kwa kweli kwa ujumla hata serikali pia na mapato yake pia yamefanya nini? Yamepungua, maduka ya kufunguliwa, watu wa kufanya shughuli zao za kimaisha. Serikali imepoteza vitu vingi sana vya muhimu. Kwa hiyo vitu kama hivi hatutaki viendelee katika nchi yetu. Tukae chini, tujenge mshikamano, tusikilizane,
Kama kuna swala lolote ambalo lina tofauti, walete, wakae pamoja, wakae mezani, wayajadiliane, tujenge nchi yetu izidi kusonga mbele, tujadili masuala ya maendeleo kuliko kujadili kila siku migogoro isiyokuwa na tija katika taifa letu. Kwa siku ya jana, kipindi cha nyuma kile, rumors zilikuwepo kwamba kutakuwa na maandamano siku ya tarehe 7 mwezi wa 7, lakini zile rumors mimi nilizipuuza mimi binafsi, nikimshirikisha Mungu wangu kwamba tuliombee taifa hili maandamano yasiwepo, kwa sababu tukio lilotokea nyuma kweli lilituumiza mioyo yetu sisi wa Tanzania, na kazini sikuweza kufika kwa siku ya jana. Nilibaki nyumbani na familia yangu, nilishinikiza familia yangu tufunge siku nzima siku ya jana, ili kusudi kuliombea taifa litokane na hili janga linalokuja mbele, kwamba tarehe 7 kutakuwa kuna maandamano. Lakini mimi nilishikisha familia kwamba tuliombee taifa, tumshirikishe Mwenyezi Mungu kwamba haya yaliyotokea kipindi kilichopita yasije yakajitokeza siku ya jana tena, ili tuweze kuwa na amani. Taifa letu ni taifa zuri, ni taifa lenye amani. Kwa hiyo na wasii wa Tanzania wenzangu, tuendelee kuliombea taifa. Asante. Kwa majina ninaitwa Peter Maira, ni mkazi wa wilaya ya Nyamagana. Shughuli zangu nazifanyia hapa Nyamongoro, na nikiwa kama mwenyekiti msaidizi wa mmoja wa mawakala wa mabasi Nyamongoro. Kwa kweli tulijizatiti sisi kama viongozi kuwaelewesha mawakala wenzetu kuhusu maandamano ambayo yalipangwa kufanyika jana tarehe 7. Tukawashawishi ili wasijihusishe na maandamano ambayo yanatarajia kufanyika tarehe 7 ambayo ilikuwa ni siku ya 7/7. Mimi nilifika katika eneo langu la kazi na tuliendelea na shughuli kama kawaida, na mwitikio wa vijana kama mawakala ulikuwa mkubwa sana na tulimwelezea vitu vingi sana kuhusu vijana wetu, na vijana kweli tunao vijana wengi, zaidi ya vijana 500 waliitikia wito wa kutokuandamana, na naisi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waweze kufanya maridhiano na asasi mbalimbali ili maandamano isitokee tena Tanzania, kwa sababu maandamano yaliyotokea tarehe 29 kwa kweli ilitugusa sana, ilituumiza sana mioyo, kwa sababu kuna baadhi ya ndugu zetu tuliowapoteza. Kwa hiyo hatukutarajia tena kuona kile kitu tena kinajirudia tarehe 7.